ya familia wanaita family ethics. Kuna maadili ya siasa yanaitwa political ethics kwa Kizungu. Kuna maadili ya biashara inaitwa business ethics. Kila kitu kina maadili. Maadili hata ya ndoa, marriage ethics na sexual ethics. Kwa maadili sasa ndio yale yanapigia muhuri lile aliloongelea baba askofu, utu. Hatuwezi kutunza ule utu, ile heshima na zawadi ya kimungu na ya kimilele bila kuwa na maadili. Mwambie mwenzako maadili ni muhimu. Rudia tena, mwambie maadili ni muhimu. Kuna maadili, kila kitu kina maadili yake. Kila kitu kina maadili yake. Sasa naomba nielezee misingi ya maadili. Namba 3, misingi ya maadili sasa. Kuna misingi mitatu ya kimungu na misingi mitatu ya kibinadamu. Sema misingi mitatu ya kimungu na misingi mitatu ya kibinadamu. Msingi wa kwanza wa kimungu ni amri 10 za Mungu. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Hatuna muda wa kusoma. Ni msingi wa kwanza wa kimungu. Maadili yako pale. Msingi wa pili ni ile amri kuu ya mapendo ambayo tunaisoma kwenye Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 22 mstari wa 37 hadi wa 39. Umpende Bwana Mungu wako. Shika moyo wako. Haya, nifuate. Kwa moyo wako wote. Sema. Alafu rudi juu. Kwa akili yako yote. Na kwa nguvu zako zote. Alafu mwambie mwenzako sasa. Usiogope kumshika kwenye bega. Siku hizi kuna ujinga. Eti leo siku hizi kuna ujinga umetokea katika njia yetu, kumshika mtu kwenye bega basi uzako zinapotea. Na jirani yako, mwambie na jirani yako. Kama nafsi yako. Hebu fikiria yule uliyepata naye ajali. Mwingine amekufa, mwingine amevunjika, mwingine amekosa matumaini. Je, mguse tena mwenzako kwenye bega. Mguse tena mwenzako kwenye bega. Usiogope, nyete asipotee. Haya. Zinabaki hapo hapo. Sasa, kwenye msingi wa pili wa maadili inaitwa, wazungu wanaita the golden rule Kiingereza. Amri kuu ya mapendo. Yaani eti kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Alafu shika bega, mguse bega. Na jirani yako, mwambie na jirani yako kama nafsi yako. Tuko hapo sasa. Kwa hiyo hilo la msingi. Msingi wa tatu wa maadili, maadili yoyote, yawe ya biashara, yawe ya ndoa, yawe ya dini, religious ethics, ni msingi wa dhamiri safi na hai. Mwambie mwenzako dhamiri safi na hai. Hivi wewe ukipata abiria binti ambaye unaona kabisa huyu tena ni binti ambaye ni mtoto wa shule, alafu ukaanza kumchokoza, una dhamiri safi wewe? Mwambie mwenzako tuache hayo. Wanacheka, wameshajua. Alafu unaanza kumdai AEOU. Dhamiri safi na hai. Kwa hiyo msema amri 10 za Mungu, amri kuu ya mapendo, alafu la tatu dhamiri safi na hai. Dhamiri safi na hai. Unaweza mtu akaja kwambia ngoja nikuchukue tukamteke fulani, tukamue fulani. Ukiwa na dhamiri safi na hai hutatenda hilo. Nimesema matatu ya kimungu. Naomba niseme mengine matatu ya kibinadamu. La kwanza la kibinadamu, la msingi wa maadili ni maadili wajibu. Sema wa maadili wajibu. Yaani maadili wajibu unaanza na swali. Wazungu wanasema what are my duties? Hivi napaswa kufanya nini? Askofu anajiuliza, yeye ni askofu, anapaswa kufanya nini? Na anajua wajibu wake. Mpigeni makofi na vigelegele. So begin, unaanza na swali. What are my duties? Sina wajibu. Mabadi wanajua wajibu wao. Kwa hiyo unaanza na gia ya wajibu wangu ni nini? Hebu jiulize, wajibu wa bodaboda ni nini? Usafirisha tu mtu alafu kamvuje mguu au kumpake au akagonge hicho kichwa kwenye sementi au kwenye chuma pasuke? La hasha. No please. Mwambie mwenzako no please. So, wajibu unaanza na kitu kinachoitwa deontological ethics wanaita wataalamu. Lakini msingi wa pili wa kibinadamu wa maadili mazuri, ustaarabu mzuri, mwenendo mzuri, good character, good behavior ni hili. Matokeo, maadili matokeo. Sema maadili matokeo. Wanaita consequences. Yaani hivi nikiendesha vibaya matokeo yatakuwaje?
nikilewa, yani uanze na wajibu. Unaanza hivi, nikilewa nikaendesha inakuaje? Hebu muulize wenzako, hivi nikilewa nikaendesha inakuaje? Hivi nikibua inakuaje? So unaangalia kule consequences zinaitwa teleological. Unaangalia kule matendo yangu yananipeleka wapi? Yatajiri nini? Yatakuwa na nini? Kwa hiyo inaitwa ni maadili wajibu. Lakini la mwisho pia kuna sheria, kanuni na nini na miongozo ya kibinadamu. Semeni sheria, kanuni na miongozo katika maisha ya watu. Zipo hizo sheria. Sasa lengo la maadili ni nini? Lengo la maadili, wapendwa, ni kulinda, kutunza na kuthamini uhai, zawadi kubwa tuliopewa na Mungu. Leo hii hata ukiuza magari yote huku duniani, na wale waliokuwa wameenda kwenye kitu kinachoitwa mwezi wiki iliyopita na kesho ndio wanatua kule Marekani, wale astronauts wameenda kule juu mara ya kwanza kuanzia mwaka 1900 Apollo 13. Juzi wiki iliyopita ndio wameenda kwenye anga za juu na wakapiga picha kwenye mwezi kule. Mabilioni na mabilioni ya fedha yametumika. Sasa unajiuliza malengo hayo ndiyo kwenda huko, wameenda huko, lakini je, maisha yao? Lakini kwenda kule pia kunahitaji maadili. Na nilikuwa naangalia kwenye BBC na Sky News na nyingine inaitwa CNN, kwamba walifundishwa kabisa, unapopanda hii Apollo au hii ndege, shika adabu, zingatia hiki kinasema nini. Ukikorofisha hivi, kuna mmoja aliteka ndege, akafikiri unaendesha tu kama bodaboda, akaanza kukorokota pale kapiga hapo chini. Hebu niulize swali, ni wangapi hapa, naomba wale maafisa walezi wa usalama mfunge macho. Ni wangapi hapa mna leseni za usafirishaji? Hawasiki. Wangapi hawana? Yes, wangu. Basi hiyo ni hatari. Kama huna hiyo leseni ni shida. Hujafuata kanuni, miongozo na maagizo ya serikali, ya nchi, ya jamii. Sasa ya kulinda, kutunza na kuendeleza uhai. Maandiko matakatifu yanatuambia kuhusu maadili. Wagalatia 5:22, Kolosai 3:15. Sasa faida za maadili mazuri ni zipi? Ziko nyingi. Kunakuwa na amani ya kweli, kunakuwa na ustawi wa baraka, unakuwa na baraka badala ya kuwa na balaa, unaleta amani katika maisha ya watu na kadhalika. Leo hii vijana wengi kuna hii misemo mingi ya madereva, maafisa bodaboda na bajaji. Jamaa anasema tembeza chuma. Maana yake nini? Anayetembeza chuma anazingatia maadili?